Wakili, tunaomba utupe mwanga kesi inavyoendelea. Asante. Leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2025, shauri linalowakabili Godrisen Malisa pamoja na Boniface Jacobo lilikuwa linakuja kuendelea na usikilizaji wa shahidi wa 6. Lakini tulipofika leo, upande wa serikali wakaleta hoja kwamba kuna rufaa wamekata kwenda mahakama kuu. Na kimsingi kwetu sisi ilikuwa ni kitu kipya, kwa sababu wakati tunamaliza tarehe iliyopita kesi hii hatukuwa na kitu chochote ambacho kingeweza kukatiwa rufaa, kwa sababu walileta shahidi akasikilizwa, na baada ya shahidi kusikilizwa tukapangiwa kwamba leo tutaendelea na mashahidi wengine, na mahakama ikatoa amri kuletwa kwa mashahidi hao. Sasa tunashangaa leo wakati tunataka kuanza mahakama wakasema wamekata rufaa. Tulivyouliza mahakama wakasema kumbe kuna wakati tulivyoondoka siku ile ambao tulipangiwa kuja leo, katikati walikuja kwa siri wakaleta maombi ya kutaka walete mashahidi ambao watasikilizwa kwa siri. Yaani nikisema kwa siri maana yake ni kwamba hawatakuwa, kwa sababu mahakama, kesi za jinai zinasikilizwa kwenye mahakama ya wazi, open court, na mashahidi wake huwa wanakaa kwenye dock ambao ni ya wazi na kila mtu anawaona. Kwa wao walikuwa nataka wawalete, alafu wale watu wafichwe kwenye chemba, yani wawe kwenye box, wakae ndani ambapo hawezi kuonekana na mtu yeyote, alafu watoe ushahidi. Sasa walipoleta hayo maombi, mahakama ikawakatalia kwamba hawawezi kusikilizwa kwenye dock kwa kujificha kwenye chemba, kwenye sehemu ya siri. Wanatakiwa waje watoe ushahidi kwenye sehemu ambao kila mtu atawaona kama ilivyo utaratibu wa kawaida. Kwa walivyonyimwa ruhusa hiyo, wamekata sasa rufaa kwenda mahakama kuu. Na kwa sababu wamekata kwenda mahakama kuu, mahakama imeona ni busara isubiri maamuzi ya mahakama kuu, na kwa hiyo hatukuendelea na usikilizaji wa shauri leo, na tunasubiri sasa twende tukabishane kisheria mahakama kuu, na kutokana na maamuzi ya mahakama kuu ndo tutakuja kuendelea. Kwa hiyo shauri limeahirishwa na litakuja kutajwa tena tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025 ili kusubiri maamuzi ya mahakama kuu ya je, mahakama ilikuwa sahihi kukataa mashahidi kuja kisiri na kutoa ushahidi kisiri, ama waje watoe, ama ilikuwa sahihi. Pengine tukirudi kwa jicho la tatu, nini uelekeo wa kesi hii mpaka tulipofikia hapa? Asante. Kama wakili siruhusiwi kutoa maoni kwa kesi ambayo inaendelea, lakini wananchi wanatakiwa kujiuliza ni kwa nini kesi kama hii ambayo inaonekana ni kubwa na inaonekana serikali ina interest nayo, leo wanataka kuleta watu waje kutoa ushahidi kwa siri, kwa kujificha, wasionekane na watu wasijue kwamba ni nani anayetoa ushahidi. Inaleta mashaka kwamba pengine ushahidi wenyewe ni wa kupika au mashahidi wenyewe ni wa kupikwa, ndio maana wanataka kuwaficha. Na hili nyinyi mmelichukulia vipi? Kwetu sisi tunaona kwanza ni abuse of the court process, yani ni kuichezea mahakama. Kwa watu kama wao hatutegemei kufanya hiki kitu walichokifanya. Tulitegemea wataleta mashahidi kama ambavyo walisema wana mashahidi wa kutosha na wako tayari. Tulitegemea wataleta mashahidi vizuri, tuendelee na kesi. Ilikuwa imepangwa leo na kesho. Hivi unavyoona sisi mawakili tunatakiwa kuwa Arusha kwenye kikao chetu cha mawakili cha chama cha mawakili Tanganyika TLS, lakini tumeacha kwenda leo tukijua kesi ipo leo na kesho ili tuweze kusikiliza mashahidi hao na kisha ndio tuende safari. Lakini angalia, tumepoteza muda, tuko hapa, wamepoteza muda watuhumiwa Boni na Malisa, lakini pia na wananchi ambao walikuwa na hamu ya kuja kusikiliza kesi. Sasa hii kitu inaumiza kweli kwa kwenye mahakama zetu kufanyika hivi. Asante sana. Tukirudi kwako. Una jambo gani?